Bwana, at the end of the day ni kwamba Mbosso Kani ameamua kumjibu. Ameamua kurespond baada ya kile ambacho Enock Bella aliamua kukizungumza hapo awali katika moja kati ya interview ambazo alifanya na waandishi wa habari, then ilionekana kama vile amemzungumzia vibaya Mbosso, na Enock Bella akagundua hilo, hivyo basi akaamua kujirudi na kumuomba radhi Mbosso kwa ile interview ambayo aliifanya na kumzungumzia vibaya. Umeona? Nadhani kama ulikuwepo au upo karibu na channel yetu, basi obviously utakuwa unafahamu kile ambacho Enock Bella alichokiandika kwa ajili ya kumuomba radhi Mbosso. Sasa Mbosso amekuja kurespond. Umeona? Mbosso amekuja kujibu ule msamaha wa Enock Bella. Enock, kabla hujafika kwenye msamaha wa Mbosso, nataka nikukumbushe kwanza alichokiandika Enock Bella. Enock aliandika hivi: family first. Kaka yangu na ndugu yangu Mbosso, kwanza nichukue nafasi hii kukuomba radhi hadharani kwa kukukwaza kwenye mahojiano niliyoyafanya mwaka jana. Kama binadamu siwezi kuwa sawa siku zote, na ndio ubinadamu. Kwa hilo nabeba uwajibikaji na naomba radhi. Umeona? Huyo ni Enock, alianza hivyo. Then akaendelea akasema kwamba kama nilivyosema room namba 1 ya Moto Bendi, kama ulivyosema room namba 1 ya Moto Bendi ilikuwa si bendi tu bali shule nzima ya maisha, na viongozi wetu walitufundisha kusaidiana, kuchukuliana madhaifu kwa kuwajibika, na kuomba radhi ukiteleza. Hivyo ndugu yangu, niwie radhi. Watanzania wapenzi wa Mbosso na Enock Bella, na waomba pia radhi kwa kuwakwaza. Sisi bado ni vijana wenu wenye ndoto za kupambania, na supporters wetu ni nyinyi. Hivyo kwa lililotokea mniwie radhi kijana wenu, na muendelee kutupa support, na tuendelee kuenjoy mziki mzuri ulio ndani ya room number 3 RN3. Ndugu zangu wa media, naomba sana sitakuwa na mahojiano tena kuhusiana na swala hili kwangu. Nimemaliza hapo. Ndugu yangu amesema nilichomkwaza na ninaomba radhi, hivyo sina maoni mengine juu ya interview ya kaka yangu Mbosso. Tutafutane kwa maswali mengine, ila sio hili. Nimemaliza kwa hili. Ameandika hivyo Enock Bella. Kwa hiyo Enock Bella amemwomba Mbosso msamaha, lakini pia vile amewaomba mashabiki vile msamaha. Umeona bwana, jambo ambalo watu wengi sana huko mitandaoni walilipokea positively baada ya kuona kwamba Enock Bella anajitambua, yuko very matured kiasi hicho mpaka ameamua kuomba radhi wazi mtandaoni. Umeona bwana. Sasa baada ya hapo, kitu ambacho nimekuja kukiona bwana ni kwamba Mbosso bwana amekuja akarespond kuhusiana na huo msamaha wa Enock Bella. Mbosso kupitia ukurasa wake wa Instagram amekuja hapa na yeye akaandika comment pale katika page katika ule ujumbe wa Enock Bella, akaandika kwamba kipindi wenzetu wawili wametangulia kupata management na kuachia kazi zao na wakiwa wanafanya shows zao, mimi na wewe ndo tulikuwa tunaongea muda mwingi sana ndani pale maskini ya Mungu Tabata Savana. Niliacha mziki na sikuwa nataka tena mziki kabisa baada ya kuona ya Moto Bendi imevunjika. Ila siku niliyokukuta unalia chumbani peke yako na ukasema kwamba na kunukuu. Mbosso hapa amenukuu maneno ya Enock Bella baada ya kumkuta chumbani analia, baada ya wenzao Beka pamoja na Aslay kupata management na ya Moto Bendi kuvunjika. Mbosso amemnukuu hapa Enock Bella alichokizungumza siku hiyo ambacho yeye anakikumbuka. Mbosso akaandika kwamba Enock Bella alisema hivi: Mbosso, fanya mziki wewe, utanisaidia, najua moyo wako. Umeona? Enock Bella alisema kwamba Mbosso, fanya mziki wewe, utanisaidia, na ujua moyo wako. Nilikusikiliza na niliumia, na nikaamua kuanza tena mishemishe za mziki, na kwa baraka za Mungu neema zilianza, na nilichagua kushare na wewe kwenye kidogo na kikubwa nilichopata. Nilifanya hivyo kaka
kuanzia kwenye show zangu hadi kwenye maisha yangu ya kawaida kwa ujumla. Unajua kwa nini? Kwa sababu kauli yako moja tu ilitosha sana kunipa ujasiri na leo niko hapa. Love you so much bro. Umeona bwana? So hicho ndicho alichokizungumza Mbosso kwa Enock Bella. Kwa hiyo hawa bwana wana history. Ushaelewa ya Moto Bendi bwana ilivyovunjika, Beka na Aslay walipata management chapu, wakaanza kuachia magoma, huku upande wa pili Mbosso na Enock walibaki ghetto. Umeona bwana Kwa hiyo mixa kulia na nini wakaanza kusapotiana, kushauriana, kupeana nguvu mpaka sasa hivi walipo. Kwa hiyo kutokana na kile ambacho kimetokea, kama ameomba radhi, Mbosso amemsamehe na anakumbuka na amekuwa kumbe akimsupport kumbe kwa muda wote huu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ina maana kwamba wataendelea kusapotiana. Sasa basi, baada ya hayo yote ni kwamba Enock Bella baada ya kuona msamaha wake umekubalika kwa Mbosso, akaja tena akaandika hapa comment, kaenda kujibu comment ya Mbosso, akaandika kwamba Mbosso, shukrani sana bro kwa kunielewa. Mungu akubariki kwa kila kitu, na tufikie malengo tuliojiwekea. Nakupenda sana bro na unalijua hilo bro. Ameandika hivyo Mbosso, huyu Enock kwa Mbosso. Kwa hiyo haya mambo bwana yameisha, hawa wamepatana bwana. Kwa hiyo navyohisi hapa kinachoendelea ni kwamba Mbosso tunafahamu kabisa kwamba yuko free sasa hivi. Hayuko tena katika record label yoyote, maana ameshatoka WCB, hayuko pia mkubwa na wanawe. Kwa hiyo hapa anaweza kumsupport Enock Bella kiurahisi kabisa, kwa sababu tumeshaelewa directly kwamba Enock Bella na Mbosso bwana wana history. Kila mtu anafahamu mchango wa mwenzi kwenye maisha yake, kwa sababu wamesapotiana. Walikuwa washikaji tokea hawana kitu mpaka sasa hivi Mbosso amefikia pale alipo, na Mbosso ana moyo safi, basi obviously lazima atamsupport Enock Bella kivyo vyote vile. So hivyo ndivyo situation ilivyo, na hapa kuna maoni hapa ya baadhi ya watu wamekuja kuweka maoni yao kwenye comment section. Nataka nikusomea hapa baadhi ya comment. Kwa mfano, kwamba sio kwamba bwana, nilichogundua ni kwamba Mbosso na unafiki ni vitu viwili tofauti. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo kwamba Mbosso sio mnafiki. Kwa mtu amesema kwamba bwana, Enock Bella akitokea pembeni ni mnoma sana. Kuna mtu ameandika hivyo. Ya, hii ni kweli. Yaani huyu Enock Bella bwana kiukweli hawezi akatoa nyimbo peke yake. Yaani huyu ni mkali wa collab tu. Kwa sababu tunafahamu kwamba yeye nafasi yake ni hata kwenye Moto Bendi alikuwa na shine sana, kwa sababu wenzio wote wanapiga afu anakuja kuumiza mwishoni. Umeona? Kwa hiyo ndio ilikuwa system ya huyu jamaa, yeye kufanya muziki ili aende. Yaani hawezi akatoa ngoma peke yake. Ameshatoa ngoma kadhaa peke yake hazikwenda. Kwa hiyo huyu yeye ilikuwa anatakiwa apate collab alafu aumize kimtindo huo. So hao ni maoni yangu. Ukiwa kama mdau, wewe pia una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.